Na sasa tuiangazie kauli ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei kwa mapana. Ameeleza kuionya Marekani kwamba itapata hasara kubwa mno ambayo haitasahaulika mikononi mwa Tehran na washirika wake wa kikanda, akituhumu Marekani kwa kukiuka mara kwa mara mikataba ya maelewano ikiwa ni ule wa MOU kati ya nchi hizo mbili uliosainiwa katika miezi iliyopita. Taarifa iliyoandikwa iliyohusishwa na Mujtaba Khamenei ilisoma kupitia runinga ya serikali siku ya jana Jumamosi, ambapo kiongozi mkuu alisema ukiukwaji wa Washington wa MOU kwa maana ya mkataba wa kumaliza vita katika mwezi uliopita ilionyesha kuwa saini ya rais wa Marekani haikuwa na thamani na ni batili. Saini ya rais wa Marekani inaonekana haina thamani na ni batili, iliandika taarifa hiyo. Ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano na shetani mkuu dhidi ya makubaliano hayo kwa mara nyingine tena imethibitisha kwa wote kwamba saini ya rais wa Marekani sasa haina maana kabisa na ni batili, na kwamba uonevu, ukatili na ushenzi ni sehemu zisizoweza kutenganishwa za imani na fundisho la Amerika, ilieleza taarifa hiyo. Sasa kwa vile adui wa Marekani anataka kuzusha vita na kukabiliwa na gharama kubwa zaidi na fedheha zaidi, inapaswa kujua kwamba taifa pendwa la Iran na IRGC vina mafunzo yasiyosahaulika kwa hilo, iliongeza taarifa hiyo. Marekani ilizidisha mashambulizi yake dhidi ya Iran wiki hii kwa kulenga miundombinu ya kiraia ikiwa ni pamoja na madaraja, njia za reli na mitambo ya kuondoa chumvi kwenye maji. Tehran imejibu kwa kugonga miundombinu ya kiraia nchini Kuwait na mamlaka, huku ikitoa wito kwa kila mtu kugawa umeme. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianza Februari 28. Vinaonekana kuwepo na uongozi mkuu wa nchi hiyo bado unaendelea kuwepo, na kwamba mipango ya Marekani na Israel ya kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haikuwezekana, na taifa hilo bado limesimama imara kwa ajili ya kujilinda na mapambano zaidi. Tehran haijaonyesha dalili ya kukata tamaa dhidi ya maadui wake na inazidi kuongeza mapambano zaidi dhidi ya utawala wa Donald Trump, wakati nchi za kikanda zikiendelea kushinikiza kumalizika kwa mzozo huo nyuma ya pazia. Ayatollah Mujtaba Khamenei alisema Marekani imefichua sura yake halisi, akifichua udanganyifu, kutokuwa na akili, kutoaminika na uovu, anaeleza Mujtaba Khamenei katika taarifa kupitia televisheni ya taifa ya nchini Iran. Alitoa wito kwa Wairan kuamini uongozi wa kulinda nchi, akiwataka watu kubaki macho na hai wakati mapigano yanapoendelea. Ripoti zimeibuka siku za hivi karibuni kwamba wapiganaji wa Kihuthi huko Yemen wanaweza kufunga lango la bahari la Bab al-Mandeb kuelekea Bahari Nyekundu ili kumunga mkono mshirika wa muhimu Iran. Hilo lingevuruga zaidi soko la nishati duniani, kuongezeka kwa mfumuko wa bei na kutumia shinikizo la ziada kwa Trump kusitisha mashambulizi. Vita hivyo havipendwi sana nchini Marekani na vimesababisha madhara ya kiuchumi kwa Waamerika. Mkataba wa MOU uliopatanishwa na Qatar na Pakistan na kutiwa saini mwezi uliopita ulilenga kuweka mazingira ya kumaliza vita hivyo. Hata hivyo, Tehran na Washington tangu wakati huo wametangaza makubaliano hayo yameisha baada ya kulaumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe pia bado una nafasi kubwa ya kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, nasi tutakujuza kwa mapana hapa The World News.